mnyama klabu ya Simba ambao jana wamerejea nchini, wakitokea kule nchini Afrika Kusini, na walipata nafasi ya kupokelewa na mashabiki wanachama pamoja na wadau wa klabu hiyo kwenye uwanja wa kimataifa wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na namba ilikuwa kubwa. Ni kitu ambacho kidogo Elbo kama kilishtua hivi, ilikuwa parade ya kwenda kuchukua ubingwa wala nini, lakini kwenda kuipokea timu ni kitu ambacho kiliwavutia sana watu wengi jana mtandao. Yes, kwa sababu labda kama ni maandalizi yalikuwepo ya chini chini. Mimi kilichonishtua ni kwamba hakukuwa na arrangement ya hiyo plan ya mashabiki kwenda kwa wingi kuipokea timu. Sikuona hiyo arrangement, labda ilikuwa ni courage ya shabiki mmoja mmoja, na kwa kila ambacho wamekishuhudia, kama ambavyo kila siku nasema hapa, kwa kizazi kilichoko kwenye football kwa hivi sasa, almost tuseme waliozaliwa mwaka 80 kuja mpaka leo 2025, wengi wao yawezekana ni vitu wanaviona kwa mara ya kwanza vingi, hususan kimataifa, wakiwa na akili timamu wakiufuatilia mpira. Kwa kuna kundi kubwa ambalo lina enjoy na kufurahia hiki kinachotokea kwa hivi sasa, kwa sababu lilikuwa likisikia tu stories za huko nyuma, mwaka 93 kuwa hivi, lakini kwa hivi sasa wanaona, na tuko kwenye ulimwengu wa social media na ulimwengu wa kuona mechi live, husimliwi, unaiona moja kwa moja, tofauti hata na zamani kwamba walikuwa wakisafiri watu wachache ndio watarudi kuwapa ushuhuda kwamba mechi ilikuwa hivi na hivi. Kwa hiyo ile excitement ya kuona na kushuhudia, nadhani ndio imewafanya watu waende bila arrangement. Kama ndani watakuwa walifanya hiyo arrangement ya mapokezi, well and good, lakini sikuona ikiwa promoted maybe kwamba timu inafika saa ngapi inabidi mjitokeze airport, kama ambavyo huwa ni kawaida ya kuandaa mapokezi. Na ndio maana hata kwenye kuratibu wachezaji kutoka ndani ya airport iliwapa changamoto kwenda kuingia kwenye basi, kwa sababu hakukuwa na hayo maandalizi ya kusema maybe tumeita watu, kwa sababu tumeita watu tuandae ulinzi wa kutosha waje. Yes, kwa hiyo niliona hiyo kwamba hakukuwa na maandalizi, lakini turn-up ilikuwa kubwa, manake ile willingness ya watu na mashabiki wa Simba na wapenda mpira wengine ambao wamevutiwa na kile ambacho Simba kipende, ilikuwa inashtua kwa kweli kwa kile ambacho kilitokea jana. Je, kama ikifanywa mipango sasa ya kwamba yes tujiandae kwa ajili ya kufanya hiki kitu, inawezekana ikawa zaidi ya pale, na imetoa taswira sasa ya kwamba itahitaji kujipanga mno, hususan kwenye swala la kiusalama na mpangilio. Jana naamini kuna watu wamecheleweshwa airport, waliokuwa na safari zao kwa sababu tu hakukuwa na arrangement nzuri. Jana Da City nayo warudi. Yes, Da City nayo kutoka Rwanda wakutana timu ya basketball. Yes. Na under 15. Yes. Kwa hiyo unaweza ukaona jinsi ambavyo kuna watu wamekereka kwa namna moja ama nyingine kwa kucheleweshwa kwenda kwenye safari zao, na wengine kufika majumbani ambao walikuwa wanatoka kwenye safari zao pia. Lakini ni jambo zuri ambalo linawapa hamasa wachezaji na kuongeza demand kuelekea mchezo wa finali, kwamba kuna watu nyuma maybe wanatamani kutupokea siku moja tukiwa na kombe, ama kuzunguka na sisi tukiwa tunatambulisha kombe. Na hiyo naiona kwa ile ya jana. Nina wasiwasi ikitokea tu matokeo yenye nafuu ugenini inabidi watu wajiandae sana kiusalama kwa ajili ya kupokea. Ikitokea tu kuna matokeo ambayo wote tunayafahamu moja bila, inawezekana watu wakaanza sherehe mapema. Kwa hiyo ili kuepusha yale yaliyotokea jana, pengine arrangement siwe nzuri sana ndani ya airport na viunga vyake wakati wachezaji wanatoka na kiusalama, basi inawezekana maandalizi yafanyike mapema ya kiusalama na kuratibu jambo ili watu waweze kupata. Jana ukiangalia kuna namna ambayo mazingira inawezekana labda namba ilikuwa kubwa. Yes. Kwa sababu just watu walikuwa wengi na kuna vizingiti ambavyo vilikuwa vimewekwa. Kwa hiyo inawezekana ndio nipo kwenye namba ilizidi matarajio. Yes. Haya mambo walikuwa Elbo anagusa, inawezekana Simba labda kutoka kusema kwamba tutaenda huko tutakuwa hivi. Young Africans wamekuwa wanafanya hivi vitu na wao waga wanakuwa na mipango kabisa. Ambacho tumekiona kwa Simba, unaweza kusema kwamba hii ndio tabia ya watu wa mpira wa nchi hii. Na inawezekana tu nyakati nyingi za furaha tumekuwa tunazikosa. Ndio bana labda tunakuwa hatuoni. Nilikuwa namsikiliza hivi, alikuwa ni Virgil van Dijk baada ya game akawa ana baada ya game wakawa wanazungumza kwamba wakati wapo kwenye basi wanaenda uwanjani wakawa wanaambiana bana, haiwezekani tukafungwa mchezo wa leo. Nafikiri mliona ni maandalizi mapokezi ya Liverpool wakati wanaenda Anfield nje. Unaweza kusema kuna nini?
na ile kitu pia wamekuwa wanaifanya Real Madrid hata wakati mechi inaendelea, ile shot ya drone iliyopigwa juu Anfield kwa nje ilikuwa sherehe zinaendelea yani. Kwa hivyo vitu kama vile ni msukumo hasa mkiwa mna nyakati nyingi za furaha. Unaweza kuona Simba hakukuwa na kispika, hakukuwa na nini, lakini siku ya kazi muda ule kwenye masuala ya kusajili wanachama na kulipia kadi always kwa Tanzania huwa nasema ni nyakati tu za furaha. Hakuna mwenye ushawishi wa kumfanya mtu wa mpira atoe gharama zake kama hakuna matokeo uwanjani, zaidi ya wale wanufaika wa moja kwa moja. Shabiki wa matokeo ya uwanjani ili alipie kadi, ili ajisajili kama mwanachama, aanze kununua jezi na kufanya taratibu zingine kama hivyo kwenda kupokea timu, ni matokeo uwanjani. Ukiwa huna matokeo utawapigia kelele tu na utaonekana mwenda wazimu, lakini mwisho wa siku kukiwa na matokeo watu wote wanatana na kufurahia kile ambacho kinatokea. Kwa hiyo uwajibikaji huwa ni wa watu wachache kwa ajili ya furaha ya watu wengi. Lakini hapo kuna kitu amegusia Ebo, ni kwa nataka nijaribu kukiongezea. Naiona Simba saizi kwenye biashara ya jezi wataenda kufanya biashara kubwa sana. Kwa sababu tayari kuna kitu ambacho wanaanza kuanzia saizi. Umeelewa? Amezungumzia kuhusiana na matokeo. Matokeo ni kitu muhimu sana kwa washabiki na wanachama. Ndicho ambacho kinawavutia wao kuweza kushawishika kufanya kila ambacho klabu inahitaji. Kwa hiyo kwa Simba hatua walioifikia kwa siku ya jana, maana yake kwamba huyu mdhamini aliyepatikana mpya kwenda kutengeneza masuala ya bidhaa za jezi, naamini atafanya biashara kubwa sana kutokana na furaha kutokana na furaha iliyopatikana. Yes bana, tumsikie mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, ambaye pia anakuwa ni makamu, si ndio, kwenye makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba. Alizungumza mara baada ya timu kutua hapo jana, na akazungumzia furaha walionayo ni wana Simba wote, lakini mtaa umekuwa unazungumza bwana, mbona hatuoni pongezi? Mangungu anasema wao hawahitaji pongezi ya mtu yoyote. Mwenyekiti: Kwanza mimi namshukuru Mungu kwamba tumekwenda kucheza mchezo ambao umetupa matokeo ya kuendelea. Sitegemei kwamba sifa hizi zinaweza zikawa za kwangu binafsi. Hizi sifa ni za wana Simba wote. Kila mmoja katika nafasi yake anastahili kupata sifa yake, na ni jambo la kitaifa. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwamba tumepata usaidizi mkubwa wa serikali katika maeneo mengi ambayo yameweza kutufikishia katika hatua hii. Tuwezi kuzungumzia swala la urahisi au ugumu. Tunachozungumzia kwamba timu imeweza kufanikisha kuingia katika hatua ya fainali. Timu zinapoanza katika mashindano kwenye hatua za awali, hatua inayofuata na hatua ya makundi pamoja na robo, zinakuwa ni timu nyingi. Kwa hiyo ukiweza kufikia kwenye hatua ya mbili za mwisho, kwamba ni jitihada kubwa imefanyika. Kwa hiyo hatuna ushujaa, lakini tunawapongeza wachezaji na ushirikiano tuliopata kutoka kwa mashabiki wetu. Tunalifikiria hilo kwa sababu tuko kwenye hatua ya fainali. Hatuwezi kuzungumza kitu kingine. Hatua ya fainali kwa maana mechi zimebaki mbili. Tutacheza mechi moja kwao na mechi nyingine tutacheza kwetu. Itategemea kama ni Dar es Salaam au eneo jingine. Hayo ni mambo ambayo tutayapanga na kuyaeleza baadaye. Sisi hatutegemei kupata pongezi kutoka kwa mtu yoyote. Sisi tunategemea kwamba mpira uliochezwa uwanufaishe, uwafurahishe Watanzania wote. Ambaye amefurahi sawa, asiyefurahi sisi atajua yeye na nafsi yake. Bana, huyo ni Murtaza Mangungu akizungumza, pia akitoa shukrani kwa serikali kwa namna ambavyo wamewashika mkono kwenye hiki ambacho wamekipata, mpaka wanarejea wakiwa wana tiketi mkononi ya kucheza fainali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Bana, kabla ya kuswitch, mtaa umekuwa unapiga kelele kwamba bwana pongezi. Leo asubuhi tulikuwa tunaongea na Nsajigo, akasema umefika tu finali unataka upongezwe. Pongeza napewa aliochukua kombe. Bwana, mbona yule rais wa vilabu sisi kule mbona atoi pongezi? Bwana, pongezi umechukua kombe. Basi pongezi na Baikani apewe, Pyramid apewe na Mamelodi. Pongezi za hatua huwa zinatolewa na fair play ya mpinzani uliyecheza naye. Kama hakujisikia vibaya kwa level ya kunyanyaswa, kama matokeo yamepatikana kutokana na mpira, mara nyingi huwa naona tena inafanyika mara nyingi Ulaya ile, hususan ni hatua kocha Stellenbosch amezunguka katoa nani kwa Simba na akasema anatamani Simba wachukue ubingwa. Huwa inatokea kwa mpinzani ambaye anaamini matokeo yamekuwa fair kwa dakika 90, uwezo uliamua mechi. Mara nyingi huwa hata kupitia social media ama makocha kwenye press conference huwa wanatoa heri kwa makocha wenzao pamoja na mshindani ambaye amekutana naye. Lakini kama ni institution, hususan ni viongozi wa taasisi kama aka ya chama cha vilabu Afrika, pongezi zao watazitoa kwa mmoja winner ambaye amedeserve pongezi. Kwa sababu gani? Ukianza kupongeza kwa hatua,
utapongeza wangapi, na ile hadhi ya pongezi haitakuwepo ile watu kuisubiri. Yani anayetafutwa hapa ni bwana Hersi tu. Hii ndio Tanzania, kwamba bwana yule wa upande wa pili atoe pongezi. Unafikiri mwenyekiti angekuwa anatoka huko? Zimechezwa mechi ya ligi ya mabingwa Jumamosi, watu wamequalify finali, kina Pyramids, kina Pyramids. Mbona hiyo demand haikuwepo ya kwamba mbona hawajapongezwa Pyramids? Tunataka mbona Mamelodi hawajapongezwa? Kwa nini kwa Simba? Nafikiri ni ule utani. Sidhani kama iko serious that way. Jirani atoe mlio katika ule utani wa jadi kwamba imekufikia. Mbona uoneshi kufikia? Nafasi. Na hata jana mimi kuna kitu niliandika kwa niligusia kwenye engo ya kwamba haya mashindano ni ya CAF. Licha kwamba Hersi anapata nafasi ya kuingia kwenye vikao vya kamati ya utendaji, lakini haya mashindano ni ya CAF. Kwa hiyo kwenye lile jopo la kugawa zawadi kama CAF, ile kamati sasa ya mashindano kwenye mpango wao, kwa sababu President Motsepe lazima awepo. Na inawezekana kwa sababu kama finali ya mwisho itachezwa hapa Tanzania, inawezekana kuna kiongozi mmoja wa kiserikali au kadhaa wakapewa ile heshima ya kuwa pale. Kwa hiyo kwa sababu chama hiki cha vilabu Afrika ni kipya, na hata CAF pia wamekuwa nakipa kipaumbele kwenye mambo mengi, inawezekana mwenyekiti wake akawa sehemu ya jopo la watu ambao wakanani pale. Inawezekana mwenyekiti ni Mtanzania. Yani mwenyekiti Mtanzania atakuwepo nchini. Kwa nini CAF asimpe hiyo heshima? Kwa hiyo heshima inaweza akapewa, inawezekana akasimama pale. Kwa sababu nilikuwa nakumbuka ni kama mwaka jana nilikuwa namwambia mtu mmoja, nimwambia unajua alivyokuja hapa Motsepe kwenye mashindano ya African Football League alikuwepo Infantino, alikuwepo mwenyeji kwa maana ya Wariskalia, lakini mwenye shughuli yake ndo tulimuona pale. Patrice Motsepe yeye ndo ishughuli, kwa sababu yale mashindano ni ya kwake. Kwa hiyo wewe mwenyeji utakuwa na kasehemu tu bwana, kalia tupo kwako, lakini shughuli ni ya kwetu. Na kama ambavyo tunamuonaga Infantino anakuaga busy kama kwenye World Cup yetu tulimuona, au Alexander Seferini. Dada yangu aliniuliza, "Huyu baba mbona mashindano yote namuona?" Nikamwambia huyu ndo Seferini. UEFA Nations League ya kwake, Europa ya kwake, Champions League ya kwake. Kwa hiyo mashindano ni ya CAF. Kwa hiyo Hersi, kwa sababu jambo litakuwa linamalizikia nyumbani, anaweza kawepo kwenye jopo. Speaking of Alexander Seferini, jana yeye alikuwepo kutukabidhi kombe la UEFA Barcelona ya vijana under 19. Alikuwepo anakabidhi medali Simba. Mike juu? Kiufupi Hersi atawavalisha medali Simba. Au hapo CAF sasa wataamua. Kama Hersi atakuwepo akiwepo, yani akiwepo. Kwa sababu inawezekana kuna muda medali zinapita kwako. Kwenye wala kupeana mikono. Na angalia kwa rais wa PSG ama kipindi cha Florentino Perez ilikuwa mwaliko utapata, kwa sababu wewe ni official ndani ya association, wewe nipo unasimama pale, utakuwepo. Inategemea na ratiba zako. Florentino Perez tunamfahamu alikuwa hudhurii kama klabu yake haichukui, alikuwa hudhurii, ila nimemuona Nasser Khelaifi mara nyingi anahudhuria kwenye finals, anakuwepo kwa sababu miongoni mwa officials ndani ya shirikisho la soka, na yeye anakuwa na ile fair kwa vilabu vyote ili kuonesha kwamba umoja wao unashiriki katika mafanikio ya kila klabu, licha ya kwamba yeye ana wajibu wa kuitetea pia klabu yake. Kwa juu ya hapo, kwa tafsiri nyepesi tu, Hersi atapewa mwaliko siku ya finali. Yes, haiwezi kukosekana. Yani tunaamini hivyo. Tena inawezekana kawaida Champions League hata na huko kawaida haiwezi. Lakini hii hapa itakuwa nzuri sababu yeye yupo. Hii ya nyumbani. Tanzania. Yani wewe chama chako kipi afu tumekuja kwenu kabisa fusia. Nyumbani utasemaje unafanya kazi? Sasa mwaliko wa CAF yawezekana ukapita kwenye shirikisho, kwamba shirikisho tumeni majina. Hapana, wenyewe wanajitegemea. Kwa sababu unajua chama chao ni kinajitegemea, na tayari CAF wanakipa hiyo value, kwa sababu CAF engineer kukianzisha, na ndio maana mwenyekiti wake anaingia kwenye kamati tendaji ya CAF. Manake wao wana pira yao ambayo inajitegemea kama ni taasisi inayojitegemea, lakini CAF wana integrate kwa namna fulani. Kwa sababu tunaona mtaja Nasser Khalifa. Nasser alipata ile nafasi ya kuwa rais wa vilabu barani Ulaya baada ya Florentino Perez kuanzisha ile European Super League. Seferini akasema, "Wewe usinitanie, huyu hawezi kuwa mmoja wetu." Wakapiga Florentino Perez akavuliwa ile nafasi, akapigwa Nasser. Kwa hiyo lazima kuna eneo mualaini na chama cha soka cha bara. Bana, hao ni Simba na siasa za hapa na pale. Bana, mbona TFF akialaini na bodi ya ligi mnanuna sasa? Wana line. Hilo jambo jingine.